Kitu cha kwanza tunasema kwamba mechi za hatua hii lazima zinakuwa ni mechi ngumu. Kila timu inakuwa imejipanga kwa sababu ni hatua ambayo hamna mtu anafika kizembe, kwa sababu ukiangalia safari inaanzia mbali sana. Kwa hiyo kila timu inakuwa ikijipambanua kwa ubora wake kutaka kuonyesha kile ilichokuwa nacho, na kwamba kufika kwenye eneo lile haikuwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo na kama tunavyojua kwamba ni timu mbili ambazo zinakuwa zina makocha walio bora zaidi. Mfano ukiangalia upande wa Mashujaa wanaye Julio, ukija huku upande wa Azam wote ni makocha ambao kufungika ni kitu kigumu. Yaani kama umefuatilia mechi zao unagundua kabisa kwamba ni aina ya makocha ambao kabla ya kutengeneza timu yao kwenda kufunga au kufanya nini, kitu cha kwanza ni ulinzi. Kutengeneza ulinzi ulio imara, alafu pia timu inaanza kucheza kuanzia nyuma, tunaenda kushambulia ambapo tunapata magoli. Kwa hiyo ni aina ya mchezo ambao inakuwa ni migumu katika engo zote. Ukiangalia kwa mfano juzi hapa Julio alikuwa anaongea kwamba kuhusu timu ambayo imepata draw nyingi ambayo ni Azam, lakini lakini kwenye hizo draw ukiangalia Azam sio kwamba alikuwa anapata draw ya goli 3 au goli 2, ni draw bila au moja. Ni aina ya draw ambazo zinakuwa ni ngumu sana. Na ukiangalia pia hata upande wake pia alikuwa akipata draw ngumu. Kwa hiyo wanapokutana aina hii ya makocha katika hizi timu zao, lazima unategemea mchezo ambao utakuwa ni mgumu zaidi. Japokuwa kuna nafasi ambazo Azam alikuwa anazitengeneza anazikosa, lakini kiuhalisia tu hamna timu ambayo inaweza kutengeneza nafasi 10 ikatumia zote. Kwa hiyo zile ambazo utazipata kwenye usahihi zaidi unaweza ukazifunga. Na hapo ndipo utofauti wa wachezaji wakubwa na wachezaji wale wa kiwango cha kati tunasema. Sababu hatuwezi kusema na wachezaji wadogo, kwa sababu kucheza ligi kuu lazima uwe na kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba ni mechi ambayo ilihitaji ubora wa mchezaji mmoja mmoja, tukitoa mbinu za makocha pamoja na utimamu wa wachezaji wote, lakini tunahitaji quality ya mchezaji mmoja mmoja kuweza kuamua mechi. Kama tulivyoona mchezaji kama Edinado anapata ile foul, anaweka moja kwa moja ndani. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba kinachotofautisha ni ubora wa mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu timu zote ziko katika kiwango bora zaidi.